Hello, karibu katika channel yetu ya Elimika. Leo tunakwenda kukuonyesha jinsi gani unaweza kutuma maombi kwa wale wanaomba nafasi zilizotangazwa na NACTVET. Mfano ni hizi examination officer daraja la pili pamoja na quality assurance. Kwa wale wote ambao wanataka kutuma maombi, basi wataingia katika akaunti yao ya ajira portal na watajaza taarifa zao zote zikiwa zimekamilika kama academic qualification, zile kujaza vizuri personal details baada ya account kukamilika, kwa kuweka kila kitu ambacho kinapaswa kuwepo na kufikisha asilimia ambazo unaweza ukatuma maombi. Utakwenda katika moduli ya vacancies, utakutana na nafasi mbalimbali zilizotangazwa, na ukiona slide kutoka kulia kwenda kushoto kama tunavyoona, na kutoka kushoto kwenda kulia utakuwa unaona details zilizokuwa katika jedwali. Kwa wale ambao wanatumia simu, basi muonekano wa akaunti zao utakuwa hivi, tofauti na kwenye kompyuta ambayo details zote zitakuwa zinaonekana kwa pamoja. Kwa hiyo utakapofika hapa, utaangalia nafasi ambayo wewe una qualify kuweza kutuma maombi. Kama unaona ni shida sana kupitia page moja moja, kama hapo tunaona kuna page 16, utakuja hapa kulipoandikwa search vacancies. Baada ya kufika hapo, unaweza kusearch ile nilio course ambayo nafasi ama position ambayo unataka kuapply. Baada ya kufanya hivyo, basi itakuja kama hivi tunavyoona. Sasa ikishafika hapa, utakapoiona kama sisi tunataka kuapply hiyo namba 2 ambayo ni quality assurance officer daraja la pili kipengele cha economics. Kwa hiyo tutaslide kwenda kulia, tutabonyeza apply. Tutakapobonyeza apply, itafunguka hii page ambayo hapa kutakuwa na maelezo machache tu. Katika maelezo haya utaweza kuona duties and responsibilities, majukumu haya. Utaona application period ama timeline, kwamba tangazo lilipostiwa lini na mwisho wa kutuma maombi. Baada hapo pia utaweza kuona taarifa za qualifications, kwa nani ambaye anaweza kuapply. Utaona hapo kwa kama utakuwa na sifa, utabonyeza apply now, itafunguka hii page. Sasa kama haikufunguka hii, utapata ujumbe. Inaweza ikawa labda wewe huruhusiwi kuomba nafasi hizi, hauja qualify, na qualifications zako hazikuruhusu, hautafika huko. Lakini ikishafika hapa, maana yake ni kwamba academic qualifications zako zina match na hii nafasi iliyotangazwa. Utakuja kubonyeza hapa. Kwa wale ambao wanatumia simu, utakuja kubonyeza hapa. Je, niweze kutumia hii tool kukuonyesha hapa. Tukapobonyeza itakupeleka katika storage ya simu yako. Utabonyeza ile file ambayo ni barua. Hapa tuna attach barua. Baada ya kuwa tayari imeshakuwa uploaded successful, uta submit application. Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa tayari. Tunaona hapa juu inatuambia kwamba application submitted successful. It means tayari maombi yetu yamepokelewa. Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa tayari umeshatuma maombi yako. Utasubiri taarifa kutoka Secretariat ya Ajira Portal kama umeitwa kwenye interview. Utapata details zako hapa katika my application. Kutabadilika hapa kutakuwa ni utapewa namba yako, status hapo itasoma shortlisted, maana yake tayari umeitwa. Kama hujaitwa, basi hapo utakiwa na reason kwa nini hujachaguliwa kushiriki usaili.